Leo ni sikukuu ya KKKT na ina ujumbe maalum unaosema pamoja tujenge kanisa la Bwana. Leo tunaadhimisha sikukuu ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Mule ndani yake kuna maneno yasiyo ya kawaida. Kanisa la Kiinjili ni la Kiinjili kwa sababu kwa mujibu wa Marko Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 15 tuna ujumbe unaosema tubuni na kuiamini Injili, mkaokoke, mkaokolewe na habari njema ambayo ni Injili. Kwa hiyo neno hili ni la msingi katika kanisa letu. Ni kanisa la Kiinjili linaloweka mkazo katika Injili, katika habari njema iokoayo na kuleta mabadiliko na mapinduzi makubwa ya kiroho katika maisha na ufuasi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana tumeitwa kanisa la Kiinjili. Lakini vile vile ni la Kilutheri. Kwa nini? Kwa sababu limejengwa katika msingi wa Martin Luther ambaye karne ya 16 alisimama kwa nguvu zote kwa msingi wa neno la Mungu, akisema kwamba tunaokolewa kwa neema na si kwa matendo yetu mema na wala si kwa kutimiza sheria, bali tunaokolewa kwa neema ya Mungu, tunaokolewa kwa neno, tunaokolewa kwa kupitia Yesu Kristo, tunaokolewa kupitia neno tu, Kristo tu, imani tu. Na kwa hiyo ni kanisa la Kilutheri kwa sababu ya Luther aliyesema tujenge imani yetu katika neno na tuone tunavyookolewa kwa neema, pasipo jitihada zetu za kimatendo na wala jitihada zetu za kisheria. Na kwa hiyo ni kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ambalo tunahamasishwa leo umuhimu wa umoja na mshikamano wa kanisa katika kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kwa kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Lakini vile vile angalia hata mkono wako mmoja huu. Hebu amsha mkono wako hivi, Mkono wako huo unaweza ukajinawisha wenyewe bila mkono mwingine. Tushushe. Huo mkono lazima uungane na mkono mwingine katika kunawa. Mikono inawishane, itakate, iwe misafi, uweze kula, uweze kunywa, uweze kuepuka magonjwa. Na kwa hiyo tuna methali ya Kiyaya pengine na Kizinza imo inasema engaro ibiri kubaku kunaabishanya, engaro ibiri kunaabishanya, mikono miwili kunawishana, engaro ibiri kunaabishanya, mikono miwili kunawishana. Mungu akupe neema ya kuona umuhimu wa umoja, umuhimu wa mshikamano, umuhimu wa kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo kuu la kuundwa kwa KKKT mwaka wa 63 ni kuwa na umoja katika huduma ya Injili, ambapo tuna na umoja katika huduma za jamii. Kwa afya tuna vituo vya afya ndani ya nchi nzima zaidi ya vituo 172 zikiwemo hospitali 24 zilizo chini ya KKKT nchi nzima. Hata elimu tunavyo vituo vya elimu zaidi ya 450 nchi nzima, shule za misingi, sekondari, chekechea, vyuo, huduma za diakonia. Lakini vile vile kuwa na sauti ya pamoja katika mambo ya siasa na mambo ya kijamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Makanisa yaliyounda KKKT mwaka 63 yalikuwa 7, yamezaana baadaye na kuongezeka kufikia diocese 28, lakini yalikuwa makanisa 7. Tulikuwa na kanisa la Kilutheri la kaskazini mwa Tanganyika, hilo lilikuwa la Moshi Uchagani kule. Tulikuwa na kanisa la Kilutheri la kaskazini magharibi ya Tanganyika, hili lilikuwa Bukoba. Kanisa la Kilutheri la magharibi ya Tanganyika, kanisa la Kilutheri la kusini mwa Tanganyika Njombe, kanisa la Kilutheri la Usambara
Digo, Usambara Digo, Lushoto kule Tanga. Kanisa la Kiluteri la katikati ya Tanganyika, huko ni Singida. Kanisa la Kiluteri la Iraki. Tulikuwa na kanisa la Kiluteri la Uzaramo, Dar es Salaam. Ndiyo makanisa hayo 7. Kwa hiyo lengo likawa ni tuwe na umoja katika elimu, katika afya, katika mambo ya jamii, katika diakonia na katika mambo yanayohusu kuwa na sauti ya pamoja katika kushauri mambo ya siasa. Kabla ya hapo, kila kanisa lilikuwa peke yake. Kila kanisa lilikuwa peke yake. Lakini sasa baada ya kuunda KKKT, limekuwa kanisa kubwa la pili duniani baada ya Mekane Yesus la kule Ethiopia. Umoja huu unaimarishwa na viungo vya Kristo na makundi mbalimbali ya watumishi na waumini, tukiwa na wachungaji, tukiwa na wainjilisti, tukiwa na wazee wa kanisa, tukiwa na vijana, tukiwa na kwaya, tukiwa na umoja wa wanawake na umoja wa wanaume. Kila mmoja atumie vipaji vyake kujenga kanisa la Kikristo kwa umoja, bila utengano na bila dharau na bila kulinga. Hata somo la Injili limesema, Yohana 17:21, wote wawe na umoja kama mimi nilivyo na umoja na Baba, na hapo dunia itajua kwamba hawa ni wana wa Mungu na kwamba Yesu alitumwa na Mungu. Na Zaburi ya 133 mstari wa kwanza inasema, tazama inavyopendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Umoja unajenga kanisa likiwa moja na imara, na ni umoja wa mafundisho. Umoja unaojenga kanisa ni umoja unaotokana na umoja katika mafundisho. Pengine tutamaliza na hilo. Umoja katika mafundisho dhidi ya upotoshaji. Semina mbalimbali zinahitajiwa kulinda umoja wetu wa kanisa, kulinda mafundisho ya kanisa. Inahitajika elimu ya dini mashuleni, mikutano ya Injili, Bible studies, mikutano ya jumuiya. Tusome neno la Mungu litusaidie. Paulo anasema, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 15. Timotheo ya pili sura ya 3 mstari wa 14 hadi 15 anasema, bali wewe hudumu katika mafundisho uliyoyapata tangu utoto wako, ukawe kielelezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa njia hii tutalinda umoja wa kanisa liweze kujengwa na kuwa imara, na Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele. Amina.